Sasa tumkaribishe Ali Bakari Mufti. Akifika hapa ndio nasema inakuaje Bayona kwako ulionaje hili? Na mimi Dar es Salaam Dabi haitokosa hapa kujua mitandaoni mambo yamekwendaje. Kaja na hii tumevuka ya Real Madrid. Amekuja na hii tumevuka ya Real Madrid. Sema tu Bernabeu atoki mtu. Kijiwe kimekukaribisha Mufti. Shukuru sana kikweli. Saidi ulikuwa unasema ya kwamba kama nitakuwa nimekosa content zinazohusiana na Dar es Salaam Dabi, bila shaka watazamaji wa Viwanjani wanaweza wakanishitaki. Sasa unakuja tena Dar es Salaam Dabi. Watu wanaweza sasa hivi watu wanakutumia message DM, wanakutumia message za kawaida, wanakutumia mpaka Facebook, wanaweza yuko wapi, mbona haje tupostie hichi kitu bwana? Yes, ni kweli kabisa. Kama jana kuna baadhi ya watu wanasema bwana, tukikosa content za Simba aisee tutakushtaki. Kwa hivyo nikawaridhisha vile ambavyo walistahili. Nilikuona jana viwanja vya Meja Isamuhyo. Ndio. Nikifanya vitu kule ambavyo nilikuwa nawakilisha. Umewakilisha bwana. Vizuri. Lakini sasa nipo hapa. Wewe unaniuliza watu niko wapi? Sasa nipo. Wewe mtu bingwa bwana. Wewe mtu bingwa. Unaniruhusu niendelee sasa? Endelea. Asante sana. Yes, Ijumaa ya leo hii tarehe 11 ya mwezi Aprili, baada ya kuishuhudia dabi ya Dar es Salaam katika dimba la Azam Complex, tuangalia yaliyojiri katika mitandao ya kijamii. Huyu ni rais wa Young Africans, Hersi Said. Lakini huyu wanamuita mwana mfalme Prince Dube, ambaye jana alibuka kuwa mchezaji bora. Alitoa assist, lakini kisha kafunga goli. Kwa hivyo kwa matukio hayo, pamoja na kwamba kumaliza dakika 90, lakini zilitosha kumfanya yeye kuwa mchezaji bora. Lakini ameandika nini rais wa Yanga? Akasema kwanza alhamdulillah, kwa maana ya kimshukuru Mwenyezi Mungu, ama unaweza kusema sifa zote njema zinamstahiki yeye Mwenyezi Mungu. Lakini chini akasema mwanangu wa damu Dube, amemtagi hapo, huo ndio ukurasa wake kwa Instagram. Katufurahisha Mwananchi. Hayo ni maneno ya rais wa Young Africans Hersi Said, ambayo ameandika baada ya mechi kumalizika pale, wakati kijana akiwa tayari ameshakabidhiwa tuzo yake ya mchezaji bora wa mechi ile ya jana. Yes. Hayo ni ya upande wa Young Africans. Lakini tukapita katika ukurasa wa bodi ya ligi, ama Instagram wanatambulika kwa ligi kuu. Wameweka picha. Hapa kikubwa tutazame picha, lakini wenyewe waliweka caption fupi sana. Wamemtagi Faisal, alafu kisha wakasema na kijiji chake. Unaweza katazama hapa wachezaji wangapi wamemzunguka Faisal Salum. Wachezaji 5. Kuna Chama, kuna Kibwana, kuna Mudathiri, kuna Duke Abuya na Dickson Job. Afya ipo katikati. Mufti. Naam. Hiyo picha inanikumbusha finali ya Euro 2010 ya Italy na Hispania. Yes. Iniesta kama sio Xavi. Ile ya 4. Ile ya 4. Amezungukwa na wachezaji wakina Pirlo kama hivyo unapoona. Kuna nyingine pia ikopo Iniesta nafikiri. Na nyingine pia ikopo Lionel Messi, alizungukwa na wachezaji wa Real ya. Kwa hiyo inafanania jinsi ambavyo Faisal amezungukwa na wachezaji wa Yanga. Na bado walikuwa hawajamfikia hapo. Hayo ni mambo ya Faisal Salum, pamoja na kwamba timu yake ilipoteza jana kwa magoli 2-1, lakini viungo 3 na walinzi 2. Walinzi 2, yes. Kibwana Shomali anaonekana huku, Dickson Job yupo huku, na viungo hawa kina Duke Abuya na mwenzake Mudathiri Yahya, pamoja na Chama yupo kule. Lakini mwamba na katiza katikati. Yes. Hayo ni ya Faisal Salum aliyoyafanya jana katika dimba lile la Azam Complex. Tutoke hapo twende katika posti nyingine. Yes. Kuna kitu kwa alikifanya huyu bwana meneja habari na mawasiliano na Africans Ali Kamwe. Tumsikie kidogo alifanya nini? Sisi wakufunga Azam. Basi. Ana uchungu sana. Ulipige magoli. Imeniuma sana. Tunafunga Azam goli mbili. Nafikiri yani Mufti hii nchi ukitaka yani stress uzitake mwenyewe. Wewe mwenyewe. Au labda ukose bando. Ukiwa na bando lako kwa kutosha. Huwezi kuwa na stress. Huyo ni Ali Kamwe baada ya mechi akafanya kituko hikiko. Mwenyewe anajua sababu za kufanya hivyo. Sababu ni moja.
Ali Kamwe amefanya hivyo kutokana na video clip ya Ahmed Ali. Okay. Ile penalty ya mwisho inaenda kupigwa, alionekana ana hisia kali zaidi. Ndio. Na alikuwa machozi analia kutokana na ile moment. Kwa hiyo siku baada ya kupata Kapombe akawa anafurahia zaidi, yani akashangilia zaidi, lakini mwanzoni ukopo haamini kwamba jambo lile linaenda kutokea. Kwa hiyo hiki sasa ikawa sasa sio Bongo wanasubiri tu kila kitu wanakigeuza na hususan utani wa Simba na Yanga of course. Lakini hizi mechi kubwa hizi zimekuwa zikileta matukio. Kwa mfano kama kile alichokifanya Ahmed juzi kilichomkuta tunaweza tukasema. Lakini Ali Kamwe naye kuna mechi huko nyuma ilikuwa CR Belouizdad kama sijakosea, kuna mechi Ali Kamwe alikutana na mkasa kidogo pale Benjamin Mkapa. Kama iko CR Belouizdad. Ilielezwa kwamba kama vile kidogo afya yake kwa muda fulani ile 4-0. Lakini ndio hayo mambo ya mechi, unajua hisia zinazidi. Yes. Sasa upande wa pili na wenyewe hawakukaa kimya. Yaani kwa Young Africans ikiwa inachukua pointi 3 pale Azam Complex, lakini Simba wakai kimya tu. Ahmed Ali naye akaandika akasema dabi ya waliofeli kimataifa. Huyo ni Ahmed. Akajibu mapigo yani. Kwa sababu hata juzi alikama wakati Young Africans Simba Sports Club ikiwa inaichachafia pale Al-Masry, naye aliandika vitu ambavyo kidogo vipo tofauti, yani kujibu mapigo. Kwa hivyo na Ahmed naye kajibu. Yani kwenye hizi timu mbili hakuna ile kukaa kinyonge. Yani haiwezekani. Yani wewe uache tu unanenepa vipi? Nipe ya kulia nikupe ya kushoto. Yani kwamba hakuna kudhoofishana kwamba kila mtu amefanya kikubwa chake. Yani kwamba inachangamsha kiukweli kwamba upande mwingine ukitulia tu hapana. Kwa hiyo huko analeta hicho, analeta hiki. Lengo ni kuchangamsha na kufanya mpira wetu kuzidi kupendwa. Yes, kabisa. Haya ni mambo ambayo wanayafanya hawa ndugu zetu maafisa habari ama wasemaji wa timu hizi mbili wamekuwa wakinogesha. Lakini hata Azam sasa unafahamu ya kwamba kesho burudani ya CRDB Bank Federation Cup itaanza. Na kesho tutaushuhudia mchezo mmoja tu ambapo Simba Sports Club itaikaribisha Mbeya City. Jumapili itakuwa. Jumapili 10 napeleka mbele. Kumbe leo ni Ijumaa. Kumbe mufti hata kulasa hujafanya. Sawa. Vizuri sana, asanteni sana. Sasa Mbeya City na wenyewe kwenye ukurasa wao ukitembelea utakuta wameweka posti hii. Wanasema hawa ni size yetu. Hilo neno wameanza muda mrefu kidogo kuliimba. Hatujui kama ni kweli, lakini wameongeza tena kitu. Angalia ubunifu ambao wameufanya. Wanasema kwenye ligi ya Championship ambayo wao Mbeya City ndio wapo kule, anayeongoza ni Mtibwa Sugar akiwa na pointi 60. Alafu wao wanashika nafasi ya pili wakiwa na pointi 56. Wakaweka NBC Premier League ambako Young Africans inaongoza kwa pointi 67. Lakini nafasi ya pili yupo Simba Sports akiwa na pointi 57. Sasa wanasema kwenye mji wao kuna kijiji chetu. Yaani wanajaribu kulinganisha kwamba kule kwenye Championship sisi tunashika nafasi ya pili, lakini huko kwenye NBC Premier League na wao wanashika nafasi ya pili. Kwa hivyo hawa ni kama vile size yetu sisi tunawezana. Wakikukumbusha pia hiyo mechi inachezwa tarehe 13 na itakuwa ni saa 10 kamili jioni, lakini na sisi tunakukumbusha kwamba mechi hiyo utaipata kupitia Azam Sports 1 HD. Umeelewa Mbeya City? Bayona. Nimeelewa. Umeelewa? Lakini naona pia wameenda mbali zaidi. Mwalimu yuko darasani na watoto wadogo. Ana nyundo. Okay. Nyundo hiyo size mwenyewe unaweza kaiona. Ni kweli. Sawa. Yes, hayo na wanakumbusha kwamba tuwakumbushe tu watazamaji ya kwamba hawa mpaka wanafika hapa walimtoa Azam FC, lakini pia wakamtoa Mtibwa Sugar. Kwa hivyo Mbeya City wamechangamka. Tumalizia ya mwisho kuwakumbusha sasa ratiba ya CRDB Bank Federation Cup ambayo ndio hii hapa tumekwambia. Jumapili ya Aprili 13 Simba Sports itaikaribisha Mbeya City, lakini Jumatatu Aprili 14 saa 10 jioni JKT Tanzania watacheza dhidi ya Pamba Jiji, lakini Singida Black Stars watacheza dhidi ya Kagera Sugar. Hizi zote ni timu za ligi kuu ya NBC. Ama sio? Yes. Kasoro au Mbeya City. Kasoro huko tunamaanisha hii ya tarehe 14. Yes, ndio. Yeah. Alafu Jumanne pia hiyo Aprili 15. Hii itakuwa Jumatatu. Hii Jumatatu, hii Jumanne. Hapo nisiwavuruge watazamaji. Kwa hivyo Jumanne ya Aprili 15 saa 10 kamili jioni Young Africans itakaribisha stendi
United katika dimba la KMC Complex. Burudani inapatikana hapo Mwenge tu. Wakazi wa Tegeta, wakazi wa Makongo, wakazi wa Ubungo, wakazi wa Manzese, wakazi wa Mbagala, wakazi wa kila sehemu, hata Tabata unafika kiurahisi. Sio mbali, panafikika. Daladala moja tu. Kabisa kabisa, na kila gari za eneo lote la Dar es Salaam zinapatikana maeneo haya. Hata usiku bwana, wewe umeongeza kweli kabisa. Hata usiku bwana unapata usafiri. Nenda hapo kashuhudia hizi mechi. Lakini usisahau pia kulipia kisimbuzi chako cha Azam TV. Ukiwa hauna fursa ya kufika uwanjani, unatulia zako nyumbani, unatazama. Acha kuchungulia, utamwagiwa maji ya moto. Narejesha matangazo kwako. Asante sana Ali Bakari Mufti. Yes. Na mimi tukupe ruksa. Kuna majambo mengine yanakusubiri. Niseme tu jezi imekupendeza. Shukrani sana. Bila shaka itaendelea kubaki hivyo hivyo siku nzima ya leo. Naomba niondoke. Asante sana Ali Bakari Mufti. Ndio ambao tunachana naye katika Zilizobamba mitandaoni, akitupitisha katika mitandao mbalimbali.